yakijiri, familia ya mwanamke mwenye umri wa miaka 44 aliyeuawa kwa kupigwa risasi katika soko la Gikomba jijini Nairobi siku ya Jumatatu sasa inalilia haki. Familia yake pamoja na kijana wa miaka 16 aliyejeruhiwa na risasi hiyo sasa wanataka haki, wakidai risasi hiyo ilifyatuliwa na maafisa wa polisi wakati wa operesheni dhidi ya mwizi wa simu. Susan Locho anatuarifu mengi zaidi. Familia hii ya Maureen imejawa simanzi na maswali mengi. Hii ni baada ya safari yake ya kutafuta riziki katika soko la Gikomba kugeuka kuwa safari ya mwisho baada ya kupigwa risasi siku ya Jumatatu. Juu huyu kijana mwingine mwenye walikuwa wamepigwa risasi watu wawili. Hii risasi yenye ilipiga Maureen ndio ilipita from where ikapitia kwa kitovu ikaenda kupiga ule kijana ikastick. Hiyo ikakwama kwa mguu huyo kijana. Hapo kuna alama gunshot na ikawa imekwama ndani, alikuwa anafanya first aid. Tukaona Maureen ungemuona alikuwa hali mbaya sana. Kwa mujibu wa familia na wanaharakati wa haki za kibinadamu, maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Shauri Moyo walikuwa katika msako wa washukiwa wa wizi wa simu, kisa kilichozua vurugu na kuwafanya kufyatua risasi iliyompiga Maureen mgongoni kutokea tumboni na kumjeruhi pia kijana wa miaka 16 mguuni. Inasemekana there were some young boys walikuwa wakisnatch simu za watu. So Shauri Moyo wakapokea hiyo report na wakatumana officers kuenda kwa simu. So when they got there, kukakuwa na commotion, and then according to the eyewitnesses and what the police are saying is that they shot in the air. Watuambia OCS ndio alipata report. Akapata report kama kuna waizi wako kandaraja pale Gikomba chini, kuna kandaraja ya kitambo hapo, wanakuanga wamepanga vitu hivi site. Na ukipita hapo mnakuanga mumesukumana. Hivi you are not careful, wenyewe vitu sitaenda. Wakapikiwa simu huko wakaambiwa nini huko kuna wizi inaendelea. Sasa hiyo ni kutoka kwa huyo DCI, tukiwa sasa tukiandikiza statement ya kuandika kumuliza. Then OCS akatuma askari wangapi? 3. Wakaenda wakakuta sasa hao vijana wakiwafukuza hawasikii. Ndio akarusa risasi wapi? Akarusa risasi juu. Unaona huko alikuwa ametuambia ilirushwa na bunduki aliyekuwa anaweka ndio ikatoa risasi. Maureen alikimbizwa hospitalini lakini hakunusurika. Kifo chake sasa kimewacha familia katika majonzi makubwa. Wanaharakati pamoja na familia hizo mbili sasa zinahoji uwajibikaji wa polisi. Sasa ni kama polisi had a lot of interest. Wanakuja every time. Wanauliza bullet imetolewa. It appears as if there is an attempt now to hide who the perpetrator truly is. Sasa familia hizo mbili zinataka ukweli ujulikane, haki itendeke na yeyote atakayebainika kuhusika awajibishwe kwa mujibu wa sheria. Susan Locho, TV 47, Nairobi.